kati ya jambo ambalo mwanadamu katika nyakati zote anatamani afahamu mwisho wa siku yake itakuwaje. Kama atashindwa kufahamu mwisho wa siku yake itakuwaje, walau apate angalau ishara zitakazomwonyesha kwamba siku za mwisho zimekaribia. Kutokana na shauku hii, basi katika nyakati kadhaa wameibuka watu ambao wakijaribu kuwatisha wengine, kuambia mwisho wa dunia umefika. Hasa baadhi ya matukio kadha wa kadha yanapotokea, watu wanasema, unaona, tulishasema huu ndio mwisho wa dunia, tulishasema mwisho wa nyakati umefika, kuonyesha kwamba wao wameshagundua ishara. Ule mwisho wenyewe bado, lakini kuna ishara zipo ambazo zitatokea. Lakini licha kutokea hizo ishara, anasema msitishwe, msiogope, kwa maana hata hizo ishara haziashirii kwamba ndio mwisho wa dunia. Nadhani ambao tuna kumbukumbu vizuri, nafikiri ilitokea ni Uganda, yule mchungaji ambaye aliwadanganya wenzake kwamba mwaka 2000 ndio mwisho wa dunia. Watu kweli wakamsikiliza, akaingia kanisani akawaambia wauze kila kitu walichokuwa nacho. Tena nikawetele, kama nikawetele. Wauze kila kitu walichonacho na wajifungie kanisani bilie mwisho wa dunia. Yaani itakapofika yule mwaka utakapoisha 2000, itakapofika saa 6 kamili, basi dunia ndio itakuwa mwisho hapo. Kwa hiyo kweli watu wakamsikiliza yule bwana na wakajifungia kanisani. Basi wamekaa kanisani mpaka saa 6, wanaona mbona mwisho bado. Jamaa akawaambia subirie nikaangalie huko nje mambo yatakavyokuwa. Alipogundua kwamba amewadanganya wenzake, akaamua achome kanisa na wote waliokuwa ndani ya kanisa. Nafikiri hali hiyo pia ingetokea nyakati hizi, bado tungeendelea kuamini, kwa sababu wengi tuna hiyo hofu juu ya mwisho wa dunia. Ndio maana Yesu jambo la kwanza analotuonya, anasema wataibuka watu wengi ambao watawadanganya, na wengi watakuja kwa jina langu. Anasema wakisema mimi ndiye. Yesu anasema msiwafuate hao. Wengi wanaoibuka wakituambia wametumwa na Mungu, wao ni manabii, wao ni makuhani, wamebeba ujumbe wa Mungu, na mara nyingi wakitoa ujumbe wa kutuogofya, wakitoa ujumbe wa kututisha. Yesu anasema hao pia nao watatokea, watu ambao watatupa imani ya vitisho, watu ambao hawatatupa imani ya matumaini. Yesu anatutahadharisha, anasema msiwafuate hao. Ndio maana Kristo anakamilisha hayo kwa kuambia wale ambao hawatateteleka katika imani, wale ambao watakuwa waaminifu katika imani yao, kwamba hawa ndio watakaoponya nafsi zao. Lakini wale ambao wataondoka katika imani kwa sababu pengine ya magumu wanayokutana nayo, pengine kwa sababu ya shida wanazokutana nazo, pengine kwa sababu ya changamoto wanazokutana nayo, mwingine wanaacha imani kwa sababu labda ya ndoa. Mtu anakuja sasa, mimi niliacha kuwa Mkatoliki, nilipata mume Muislamu, nikaacha Ukatoliki wangu. Wanakosa subira. Anasema hawa hawataziponya nafsi zao. Lakini wale wenye uwezo wa kuyavumilia katika magumu mbalimbali na wakabaki waaminifu, kama Malaki anavyosema, jua la haki litawazukia, jua la haki litawaponya, jua la haki litawafariji. Na Yesu anasema hawa ndio wale watakao ziponya nafsi zao. Kwa hiyo ni Injili au somo la kwanza na Injili kwa ujumla linatualika sisi sote ambao tunamtambua Kristo, tunajikabidhi kwa Kristo, kwamba tusiteteleke katika nyakati zote tunazokutana nazo. Daima tusiteteleke, tuendelee kuwa waaminifu mbele ya Mungu, tuendelee kuishi kwa utaratibu kama Mtume Paulo anavyotuambia katika somo la pili, kwamba muishi kwa utaratibu, ule utaratibu ambao tunajiwekea kama Wakristo, ule utaratibu ambao tunajiwekea kwa maisha yetu. Lazima kila mmoja aishi kwa utaratibu. Na Paulo anawaambia Wathesalonike
katika nyakati ambazo wengi walikuwa wamekata tamaa, kwa sababu Wathesalonike walikuwa wanafikiria au wanajua ujio wa pili wa Kristo utakuja karibu. Kwa hiyo wengi walikuwa wamejiandaa kupokea huo ujio wa pili. Kadiri walivyobaki kusubiria huo ujio wa pili, wakaona mbona kama unachelewa, tofauti na vile ambavyo sisi tuliungojea. Hivyo wakabadilisha mfumo wao wa maisha, na wengine wakaacha kabisa habari za kufanya kazi, wakawa hawajihusishi na masuala ya kazi, kwa sababu wengine wanadhania unachelewa, lakini wengine wanasema kwa vile unakuja haraka, kama Kristo atakuja haraka, sasa kufanya kazi kuna maana gani? Na sisi ngoja tukae tumsubirie Kristo. Kwa hiyo Paulo anaandika huu haraka kama kuwakumbusha, kuwapa katekesi mpya kwamba jamani, Kristo anakuja, lakini ujio wake hauji hivi karibu. Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi. Ndio maana hata sisi tuliowahubiria juu ya ujio wa pili wa Kristo, kwamba tuliwahubiria kwa matumaini, na sisi tulifanya kazi. Kama sisi tungejua kwamba Kristo anakuja hivi karibu, tusingefanya kazi kama baadhi yenu mnavyofanya. Wanasema baadhi yenu hawataki kufanya kazi, na sababu au matokeo ya kuto kufanya kazi, wanasema wako kwa ajili ya kujisumbua na maisha ya wengine. Na ndivyo ambavyo hali ilivyo hata katika nyakati zetu. Mara nyingi kama hatufanyi kazi, kama hatujiwajibishi, kama hatutumikii katika nafasi zetu au kuwajibika katika kazi, mara nyingi tutajishughulisha na mambo ya watu wengine. Ukiona watu wambea, wasengenyaji, mara nyingi ni wale ambao hawana kazi. Mtatoka asubuhi mpaka jioni umekaa tu kibarazani, lazima tu utamsengenya mwenzako. Lazima mtaanza kumsema mtu. Na mara nyingi tamaduni za huko tunakaa tu barazani, mtu asubuhi au kwenye vijiwe vya kahawa saa 2 kamili asubuhi, kwenye vijiwe vya kahawa atakaa saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, atenda nyumbani kula, ameshiba, atarudi tena saa 7, saa 8, wataongea juu ya Simba, watamaliza, pointi zitaisha. Watahamia habari za Yanga, pointi zitaisha. Wataanza habari za siasa, pointi zitaisha. Wataanza sasa kusemana wenyewe kwa wenyewe, wakimaliza wanaanza kusema wengine. Ndio maana Paulo anawaonya, anasema nawaonya katika Bwana kwamba mtende kazi. Ndio maana katika swala la kuwajibishana tulisema mtu asiyefanya kazi na asile chakula, kwamba sisi wajibu wetu sisi ni kufanya kazi. Kwa ndugu zangu, ili tuweze kuenda kwa utaratibu, ili tuweze kuziponya nafsi zetu, kila mmoja lazima ajengwe katika picha na taswira ya kufanya kazi. Tunapoweza kufanya kazi vizuri, kazi zozote vizuri kwa utaratibu, lakini utaratibu ni ishara ambayo inaonyesha Ukristo wetu, ni ishara ambayo inaonyesha imani yetu, kwamba hawa watu wanafanya jambo kwa utaratibu. Ndilo ambalo Paulo anawakumbusha Wathesalonike, kwamba katika kuenenda kwenu, katika kuishi kwenu, lazima kila mmoja ajiwajibishe, awajibike katika nafasi zake, awajibike katika kazi. Na hiyo ndiyo inaonyesha kwamba sisi kweli ni wa Kristo, sisi kweli tunamwamini Kristo. Lakini katika yote ni kuendelea kudumu katika saburi, kuendelea kudumu katika sala, kuendelea kudumu katika imani, kwa sababu nyakati za mwisho hakuna anayejua. Ndio maana mmoja alimuuliza Yesu kwamba sasa Bwana, huu ndio wakati ambao wa mwisho utakao kuja? Anasema hata hiyo nyakati mimi mwenyewe sijui. Muhimu ni nini? Ni sisi wenyewe kujiandaa. Kama nimejiandaa vizuri, kama nimeishi vizuri, hata nitakapoambiwa mwisho wa dunia ni saa 5, sitaogopa. Mwisho wa dunia ni sasa hivi, sitaogopa, kwa sababu nimejiandaa kushiriki ili tumaini la milele. Mara nyingi tunaogopa kwa sababu wengi tunakuwa hatuna maandalizi. Kama wale watoto, kama mfano mmoja nitwaga, wale watoto wawili waliokuwa wanacheza nje ya kanisa, walikuwa wanacheza mpira. Basi wamecheza, pembeni alikuwa paroko, akawaangalia. Basi paroko akaenda kuwauliza, akawauliza swali, akasema wanangu, mimi ninalo swali kwenu. Akasema paroko, tuulize. Akasema hivi, kwa mfano malaika hapa akaja akatuambia sasa, jamani, baada ya dakika 5
ndio mwisho wa dunia. Baada ya dakika 5 kutoka hivi sasa ndio mwisho wa dunia. Nyinyi mtafanya nini? Akasema, wa kwanza akasema, yani paroko, kama ni dakika 5 zimebaki, yani mimi nitakimbia kanisani, taanza kusali. Yani ndani ya dakika 5 nitamaliza rozari zote, mafungu yote, yani nitasali kama mashine. Dakika 5 nitasoma sala zote zilizomo mule kanisani. Na nitajigaragaza yani nitahakikisha mpaka Mungu amenielewa ndani ya dakika hizo 5. Kwa hiyo nitazitumia vizuri. Akasema sawa. Na wewe mwenzetu uliobakia baada ya dakika 5 hizo utafanya nini? Atasema kwanza paroko, nitakuomba uniongezee na mpira wa pili. Yaani nitaendelea kucheza. Yaani nitaona huu mpira wa kwanza hujanitosha. Nitakuomba uniongezee na mpira wa pili. Akamwambia, kwa nini sasa wewe uogope? Maana ndio mwisho wa dunia. Sema hamna, mimi nimeshaje. Yaani hapa ndo namsubiria. Yaani ninapoendelea kucheza hapa natafuta na chenga zingine za Ronaldo, ndaongezea umumu. Maana nitakuwa namsubiria kwa sababu mimi katika maisha yangu yote nilikuwa nasali. Mimi katika maisha yangu yote nimejiandaa. Kwa hiyo hakuna kinachoniogopesha. Mimi nausubiria hiyo siku kwa matumaini. Kwanza naona inachelewa. Kwanza anakuja saa ngapi? Mpaka hata hizo dakika 5 naona kama ni mbali. Ndilo majibu ya hawa watoto ambao walimjibu paroko. Sasa sijue mwenzangu, wewe ukiambiwa bado dakika 5 utatoa majibu gani? Wengine watasema ngoja nimtafute paroko nikaungane, maana yake anaangalia na jubilei ya kutokuungana. Kwa hata subiri hizo dakika 5 ndo atumie kwa ajili ya kupunguza dhambi. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu, tujiandae. Haina haja ya kuili siku inapokuja, haina haja ya kuogopa. Ndio maana mimi mara nyingi nasemaga, mtu anayejiandaa vizuri utamwona hata mwisho wake. Utakuta watu waliojiandaa vizuri hata wanapokufa, unaona hata kuwaaga inapendeza. Hata kuwaaga inapendeza sababu unakuta wamekufa wakiwa na tabasamu lao. Wanacheka, wanafurahia. Wengine kuwaaga mpaka unaogopa, ametoa macho hivi maana anashangaa mbingu. Ni moto. Wengine mpaka umrudishe na mdomo, maana amekufa ameachia mdomo. Kwa hiyo inabidi madaktari warudishe mdomo ili akae vizuri, watu wasiogope kumwaga. Kwa hiyo unaweza tukapima tu naona utakapokufa. Kuna unakufa umetabasamu, unajua huyu mwenzetu amejiandaa. Ila umekufa umeshangaa, umetoa macho, umetoa mdomo, maana unajua ulishangaa kule ulioyakuta huko. Kwa jamani, tujiandae vizuri. Usiwe na hofu, ili siku inapokuja basi tuipokee sote kwa matumaini. Maana Mungu daima kama alivyotuambia katika wimbo wa kwanza, anatuwazia yaliyo mazuri. Mawazo yangu mimi ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya. Kwa hiyo Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtumikia ni yeye anayetuwazia mazuri.